Huu ni mwendo wa takriban kilomita 120 kutoka katikati ya mji wa Iringa hadi kufika hifadhi ya taifa ya Ruaha. Hifadhi hii inapatikana kusini mwa Tanzania. Ni moja ya hazina kubwa na ya kujivunia kwa taifa. Hifadhi ya Ruaha ina ukubwa wa kilomita za mraba 20,300 na kushika nafasi ya pili kwa ukubwa Tanzania, ikitanguliwa na hifadhi ya Nyerere, zamani ikitambulika kama Selous, yenye ukubwa wa kilomita za mraba 30,893. Kwa takwimu za mwaka 2023-2024, hifadhi hii imepokea watalii 19,332 kutoka watalii 9,657, sawa na ongezeko la 100%. Katika mwaka wa fedha 23-24, idadi ya watalii wa kimataifa waliofika nchini kwa kweli imeongezeka kwa 96% kutoka watalii tuliokuwa nao awali 922,000 mwaka 2021 hadi leo hii tumeenda watalii almost 1,800,000 mwaka 2023. Aidha, mwaka 2024 jumla ya watalii wamefika takriban 19,332. Hapo ni mwaka moja, 23-24, 19,332. Hawa wametembelea hifadhi ya taifa Ruaha, sawa na ongezeko la 100%. Upekee wa hifadhi hii ndio kichocheo kikubwa kinachovutia watalii kutoka kona mbalimbali duniani. Sisi ni kikundi cha watu 10 ambao tumetoka Oman na tuna gari 3 hapa zenye namba za Oman. Lengo la safari yetu ni kutembelea Tanzania, na lengo la safari hii ni kusapoti Royal Tour. Royal Tour ambayo filamu maarufu sana duniani aliyoifanya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo lengo la timu hii ni muendelezo wa Royal Tour ambao utafikisha message katika nchi za Kiarabu kwa ajili ya wenzetu Arabuni wapate kujua Tanzania ni nchi ya aina gani na ina vivutio vya aina gani. Tofauti na ilivyo katika hifadhi nyingine, Ruaha inasifika kuwa na upekee wa idadi kubwa ya simba, ikikadiliwa kuwa na 10% ya simba wote wanaopatikana barani Afrika, idadi kubwa ya tembo wanaotembea kwa makundi, aina nyingi za ndege walukao na mandhari adhimu ya kufurahia. Wanyama ambao huwezi kuwakuta katika maeneo mengine yaliyohifadhiwa nchini na hata katika Afrika. Mfano, wanyama wakubwa wanaitwa tandala. Kuna tandala wakubwa na tandala wadogo. Unaweza kaenda maeneo mengine ukakuta tandala mkubwa lakini mkuti mdogo. Sasa hapa tuna fursa kubwa ya kuona tandala wakubwa na wadogo pamoja katika eneo ambalo limehifadhiwa. Vile vile ukizungumzia hata ndege, tuna utajiri mkubwa wa ndege hapa. Kwa maana tuna ndege wanapatikana katika uoto asili wa savana na ambao wanapatikana katika uoto asili wa miombo. Kwa tuna ndege zaidi ya aina tofauti 574. Na hifadhi hii ya taifa ya Ruaha ina idadi kubwa ya simba. Tunasema ina 10% ya simba ambao wanapatikana Afrika wanapatikana hapa. Na simba wa Ruaha wanapenda kutembea kwa makundi. Na kwa sababu wanapenda kutembea kwa makundi, pia hata wanapowinda wanawinda hata wanyama wakubwa kama twiga. Na hii ni kwa sababu ili waweze kupata chakula cha kutosha. Kwa hiyo unakuta mnyama kama simba ni mnyama ambaye anapendwa sana. Hapa ndipo ulipo moyo wa hifadhi ya Ruaha, na makala haya yataomba muda wako kukupa uhusiano wa kina uliopo baina ya mto Ruaha na hifadhi ya taifa ya Ruaha. Huu ni mto Ruaha mkuu, unatiririka ndani ya hifadhi ukihudumia viumbe wengi wanaotegemea maji kwa maisha yao. Mto Ruaha mkuu una historia ndefu na muhimu, si tu kwa uhifadhi wa wanyamapori bali pia kwa jamii zinazozunguka eneo hilo. Katika uhifadhi, unaweza kusema mto Ruaha ndio uhai wa hifadhi ya taifa Ruaha, kwa sababu unaoona uoto asili, wanyama unaoona, ndege unaoona na mazingira halisi kwa sababu ya kuwepo kwa maji. Hakuna kiumbe ambacho hakihitaji maji. Kwa hiyo hifadhi ya taifa Ruaha bila kuwepo kwa huo mto, basi hifadhi pia haipo. Rasilimali kubwa ya wanyama wakubwa na wadogo ambao tunao katika hifadhi hii hasingeweza kuwepo bila kuwepo kwa maji.
tunaona kuna wanyama wanaishi moja kwa moja kwenye maji. Kama eneo hilo tulilopo hapa Darajani, kuna mamba wengi, kuna viboko wengi ambao wanaishi pamoja, kuna samaki, na ndio maana unaona kuna ndege pia ambao wanaishi kwa kula samaki. Ndivyo maisha yalivyo. Jaribu kufikiria maji yakiwa yamekauka kabisa, maji hapo. Ni dhahiri kwamba wanyama wanaathirika sana. Kabla ya kuwa sehemu ya hifadhi, mto huu ulikuwa chanzo muhimu cha maji kwa makabila ya Wahanga na Wamasai ambao waliishi kando kando mwa mto huo. Ulitumika kwa kilimo cha umwagiliaji, malisho ya mifugo na vyanzo vya maji kwa matumizi ya kila siku. Kwa miaka mingi mto Ruaha umekuwa tegemeo kubwa kwa ekolojia ya hifadhi. Uwepo wake unaruhusu mifumo ya maisha kuendelea kwa urahisi, ukipatia viumbe maji safi na uoto wa kijani wa kuvutia ambao huvuta watalii wengi. Miaka ya hivi karibuni sukari kaanza kuingia shubiri. Moyo huu wa hifadhi ya Ruaha ukaanza kuathiriwa zaidi na shughuli za kibinadamu zinazozunguka bonde hilo, kama ukataji wa miti, kilimo cha umwagiliaji ambao baadhi yao huchepusha kabisa maji katika mkondo wake wa asili. Kwa hali iliyopo sasa hivi, tunashirikiana na Hifadhi ya Taifa ya Ruaha kufanya utafiti ili kuweza kuangalia vyanzo vingine mbadala vya maji kwa ajili ya wanyamapori, ikibidi hasa kutengeneza hata mabwawa ya muda au chako dam, ili wakati wa masika yaweze kukusanya maji, ili wanyama angalau waweze kupata maji wakati wa kiangazi. Maana sasa hivi kama unavyoona wanyama wanahangaika, hakuna maji. Na kama hakuna maji, ina maana kutakuwa na changamoto ya uhifadhi wa bioanuwai. Na kama kutakuwa na changamoto ya uhifadhi wa bioanuwai, ina maana huduma za mfumo ekolojia au kwa kitaalamu zinaitwa ecosystem services zitaanza kutokuwa zinatolewa. Kwa sasa tunaona kwamba kipindi cha masika ambapo maji yanayopita kwa wingi kabisa ni cubic mita 221 kwa sekunde moja. Mto Ruaha kipekee ili uweze kupitisha maji unategemea zaidi kwenye wetland ya Usangu. Sasa shughuli za kibinadamu zilizoongezeka katika eneo la Usangu zimepunguza sana maji katika eneo lile, especially eneo la Ihefu ambalo linashikilia maji muda wote. Maji yameshuka chini kwa kiwango ambacho sasa mto hauwezi kuflow. Asilimia 25 ya maji ya bwawa la Nyerere yanategemewa kutoka katika mito hii. Kwa hiyo kukauka kwa mto huu tunaona changamoto kabisa katika uwekezaji wa serikali. Hivyo nafikiri ni wakati sahihi wa kuchukua hatua kwa ajili ya kuweza kurescue hali katika eneo hili kwa kuweza kupunguza shughuli za kibinadamu katika eneo la Usangu. Kama ilivyotanabaishwa hapo awali, wanyamapori katika hifadhi hii hutegemea maji ili kuendelea kuwepo, mimea kadhalika. Hivyo jitihada za dhati zisipochukuliwa, hifadhi hii ya Ruaha itabaki kuwa historia ya kwenye vitabu, na vizazi vijavyo havitapata nafasi ya kushuhudia historia hii tuliyolithishwa ili tuwalithishe. Kuna haja kubwa sasa ya kufanya elimu kwa umma ili kuweza kuhifadhi vyanzo vya maji ya mto huu Ruaha. Bonde la Usangu, bonde la Ihefu ni maeneo ambayo ni chanzo kikuu cha maji ya mto Ruaha. Yana changamoto za shughuli za kibinadamu, na wadau wa uhifadhi na serikali imekuwa ikifanya kila linalowezekana kuelimisha watu na wengine kuwaomba wapishe katika hayo maeneo ili maji yaanze kupatikana kwa wingi na yaweze kutelemka katika mto huu ili yakaendelee mpaka kuzalisha umeme katika bwawa la Mwalimu Nyerere. Mto Ruaha unapokuwa katika hali ya namna hii, tunaona kabisa madhara ya wazi katika uhifadhi wa bioanuwai, iwe mimea iwe wanyama, kwa sababu inahitaji maji. Na hapa sasa hivi unaona baadhi ya mashimo ambayo yamechimbwa na tembo kwa ajili ya kutafuta maji. Hii inaogopesha kweli kweli. Katika kutambua umuhimu huu, serikali ya Tanzania pamoja na mashirika ya kimataifa yamechukua hatua mbalimbali za haraka ili kusaidia kulinda na kustawisha hifadhi hii muhimu. Mosi ni mpango wa usimamizi wa rasilimali za maji. Serikali ya Tanzania imeanzisha mradi wa kudhibiti matumizi ya maji katika bonde la Usangu na mto Ruaha ili kuhakikisha mtiririko wa maji unadhibitiwa. Mradi wa Great Ruaha Restoration ni moja ya juhudi hizo, ambazo serikali kwa kushirikiana na wadau imeboresha mifumo ya usimamizi wa maji kwa wakulima na maeneo yanayozunguka mto.
Pili ni kuanzishwa kwa mpango wa kilimo endelevu. Kwa kushirikiana na mashirika ya nje kama USAID, WWF imeanzisha programu za kuhamasisha kilimo kinachotumia maji kwa ufanisi kama vile kilimo cha matone. Hatua hii inalenga kupunguza matumizi makubwa ya maji yanayosababisha kukauka kwa mto Ruaha na kusaidia kuweka mfumo endelevu wa mazingira. Tatu ni kupandwa kwa miti na uhifadhi wa mazingira. Serikali kwa kushirikiana na mashirika kama JINS ya Ujerumani pamoja na FAO imeanzisha kampeni ya upandaji wa miti katika maeneo ya karibu na hifadhi. Lengo ni kurejesha misitu ya asili, kuongeza mvua, kuhifadhi vyanzo vya maji vinavyotiririsha maji katika mto Ruaha. 4 ni kudhibiti ufugaji na shughuli za kibinadamu. Serikali imeweka mikakati ya kudhibiti idadi ya mifugo katika maeneo ya karibu na hifadhi ili kupunguza uharibifu wa mazingira. Mpango wa kuweka mipaka ya maeneo ya malisho na kuanzisha maeneo maalum ya ufugaji unalenga kupunguza shinikizo kwenye ardhi na rasilimali za maji. Hatua hizi zote zinaleta matumaini ya kurejesha ustawi wa hifadhi ya Ruaha na zinaendelea kuboresha hali ya mazingira, kulinda mfumo wa ekolojia unaotegemea hifadhi hiyo. Hata hivyo, licha ya jitihada hizi zote za serikali na mashirika ya kimataifa kulinda hifadhi ya Ruaha, lakini bado kuna changamoto za watu wasio waaminifu wanaojihusisha na uharibifu wa mazingira na vitendo vya ujangili. Eneo hili la Pawaga ni eneo ambalo lina nafasi kubwa sana ya kutoa ulinzi kwa ajili ya hifadhi yetu. Ni eneo ambalo lilikabiliwa na changamoto kubwa sana kutokana na baadhi ya wananchi wa maeneo haya kujihusisha na ujangili. Idadi ya wanyama wetu inazidi kupungua, hasa wale wanyama wakubwa na wanaoliwa na wanyama wale wanakula nyama. Tuna idadi kubwa, tuna orodha kubwa ya wananchi ambao wanashiriki katika vitendo vya ujangili katika maeneo haya. Na watu hawa masoko yao ni hapa. Ujangili wa kuua wanyama kwa ajili ya nyama umeongezeka sana. Wananchi alioko hapa anayekula nyama za pori toka mtu yoyote, huyo mtu anayemletea nyama anaitwa jangili. Anakwenda kule, anaua mnyama, analeta hapa, anauza. Ni biashara ambayo inafahamika sana. Ni jambo ambalo hatuwezi kulifumbia macho. Kwa hiyo niomba sana tushirikiane kwenye hilo. Ili tuweze kunufaika na hizo fursa za kuwa karibu na hifadhi, lazima tuwalinde hawa wanyama. Hivyo basi, ili kulinda hifadhi hii muhimu, hatua zaidi inabidi zichukuliwe kuimarisha hifadhi hii. Mosi ni kuimarisha sheria na utekelezaji wake. Serikali inahitaji kuimarisha utekelezaji wa sheria kali dhidi ya wale wote wanaojihusisha na uharibifu wa mazingira, ujangili, uvamizi wa hifadhi. Hii inaweza kufanywa kwa kuongeza adhabu kali kwa waharibifu, kuweka doria za mara kwa mara na kuhakikisha kesi za uharibifu wa mazingira zinashughulikiwa haraka katika mifumo ya kisheria. Pili ni elimu na uhamasishaji wa jamii. Hii itasaidia wananchi kuona thamani ya kulinda hifadhi ya Ruaha ni muhimu na kuendelea kutoa elimu kwa jamii zinazozunguka hifadhi. Tatu ni matumizi ya teknolojia za kisasa. Teknolojia inaweza kusaidia sana katika kuzuia ujangili pamoja na uharibifu wa mazingira. Serikali inaweza kuwekeza zaidi katika teknolojia kama vile kamera za ufuatiliaji, yani droni za doria, mifumo ya kisatellite ili kufuatilia shughuli ndani ya hifadhi kwa wakati halisi. 4 ni ushirikishwaji wa jamii katika hifadhi. Njia bora ya kupunguza uharibifu ni kuwapa wananchi wa maeneo jirani nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika shughuli za uhifadhi. Serikali inaweza kuanzisha programu za ushirikiano kama vile kutoa ajira kwa wakazi wa maeneo hayo kama walinzi wa wanyamapori, wahifadhi wa misitu. Hii itawafanya wajihisi kuwa sehemu ya mradi wa uhifadhi na kupunguza uharibifu unaofanywa kwa maslahi binafsi. Kutumika kwa makundi muhimu katika jamii ni moja ya silaha ya kivita inayotumika kulinda hifadhi ya taifa ya Ruaha. Wanahabari tuna mchango mkubwa sana katika kukuza utalii. Kwa maana ya tunatangaza vivutio vipya vilivyopo ndani ya hifadhi. Kwa mfano utalii wa Puto ambao umeanza, bila sisi kuweza kutangaza wananchi waweze wakajua nini kinapatikana kwenye utalii. Lakini pia tunatangaza
vitu vingine vyote vilivyomo, malazi, uwezo wa hifadhi, aina usafiri unaweza kufika huku kwenye hifadhi. Lakini pia tunatangaza katika kuhifadhi mazingira ya hifadhi yenyewe, kwa mfano kupambana na masuala ya ujangili. Tukitoa hizo habari zinasaidia sana kupunguza matukio. Na kupitia hili, utalii nyanda za juu kusini unazidi kufunguka kwa kasi. Muda ni ukuta. Hadi kufika hapa, niseme asante kwako ulitega sikio na kuongeza umakini katika makala haya yaliyolenga kukueleza historia kuhusu hifadhi ya taifa ya Ruaha, umuhimu wake, uhusiano mkubwa uliopo kati ya hifadhi na mto Ruaha mkuu, shughuli za kibinadamu zilivyohatarisha kupotea kwa hifadhi hii, jitihada za dhati zilizofanywa na serikali pamoja na mashirika mbalimbali katika ustawi wa hifadhi, pia kutoa mapendekezo, njia sahihi ambazo serikali inaweza kutumia kwenda mbali zaidi. Chochote chenye thamani kina jina, na kisicho na jina bado hakijaumbwa. Mimi niliandaa na kusoma makala haya. Jina langu ni Zakaria Nyamoga wa IPC Mkombozi TV. Ruaha ya asili navutia, nasi tushiriki, nasi tushiriki Ruaha yetu.